kama ingelikuwa tunaongea na Mungu moja kwa moja, na kama ingelikuwa maiti inasikia kitu ambacho kipo, pengine tungeweza kumwambia Mungu atusaidie kutusubirisha kwa mengine mengi. Kama mlivyosikia, hadithi hii ni hadithi ambayo mtu akikusimulia mbali na hapa unaweza kudhani ni hadithi ya kutungwa, ni hadithi ambayo haipo. Kiwanja hiki tulipo, nyumba hii ambayo mama huyu amejenga na marehemu mume wake, na hawa ndio watoto wake, hajapata hati kila kifuatilia, lakini mwisho wa siku hati zimetoka kwa majina ambayo sio ya mume wake, na nyumba hii nayo imeuzwa, na marehemu mume wake aliagiwa kwenye nyumba hii. Kuagiwa kwenye nyumba hii sio justification kwamba ni ya kwake, lakini angalau inaanza kuleta mahusiano kwamba why aagiwe hapo. Yani kuna vitu vinaanza vinasaba, kuna vitu angalau unaweza kuprove kwamba basi hata kama tunataka tumtafute ndugu wa yule marehemu, hebu tuanzie pale alipoagiwa. Kwa nini hakuagiwa pale? Kwa hiyo msinikoti vibaya kwamba kuagiwa hapa kuna justify umiliki, hapana. Lakini tumesikiliza hii milolongo mingi sana ambayo wamejitokeza baba mdogo kwamba yeye ndio eneo lake, amejitokeza bwana Joel Mwambungu kwamba yeye ni mmiliki wa eneo hili ambalo lipo kutoka mwaka 1980 mwaka 79 lilivyonunuliwa kwa maelezo ya mama bwana Joel kwamba ni mmiliki, na maelezo yapo kwamba wanamiliki kutoka miaka 1980, yeye akiwa amezaliwa miaka 1990, miaka 1990. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukienda kwenye sheria tu vizuri, kumbe hata mtu kabla hajaumbika kabisa kwenye tumbo la mwanadamu anaweza kuwa tayari amepewa umiliki wa eneo. Hiyo ni jambo la kwanza kubwa sana kuhusu, kama nilivyosema Mheshimiwa DC, kuhusu umiliki pia wa eneo hili kwa ujumla wake. Lakini pia kama ambavyo ramani hii inaonyesha kwamba hapa palikuwa 39, 38, 40. Lakini wakati hizi sarakasi zinaanza pakaongezewa na herufi A ili kuonesha kwamba 39 na 39A ni viwanja viwili tofauti. Lakini tulivyokuja hapa, mimi mkuu wa mkoa na wenzangu wote ambao mmeshuhudia, kumbe 39A na 39 ni kiwanja kimoja. Si kama tumeona mpaka hapo. Kwa hiyo maana yake jambo la pili, kuna kamchezo ambako kalifanywa kwa maslahi ya nani, ili kuweza kwenye mchoro kuonyesha kwamba kuna viwanja viwili tofauti, lakini kumbe ni kiwanja kile kile. Hii japo inawezekana isiwe kweli, inaonekana pia ndio michezo ambayo hufanywa kwenye makompyuta, alafu kwenye site ikawa tofauti. Na michezo hii nadhani watu wa ardhi mpo hapa, huwa inaweza kufanywa sana pia kwenye kulipia hata kodi za ardhi, kwamba kiwanja kina square mita 440 kwenye kompyuta, lakini ukienda kwenye ground kiwanja kina square mita 1440. Kwa zile square mita zingine zote serikali inakuwa inakula hasara wala hailipiwi. Lakini mbaya zaidi ni kwamba kuna mtu ambaye anaitwa bwana Lydia ambaye alikuwa anajitambulisha kama mke wa marehemu Bernard Mwambungu. Sasa kwa sababu RPC tunaye hapa, huyu Lydia, tena naomba nisome vizuri majina ili nisionekane na jina halisi. Anaitwa Lydia, naomba nisome vizuri asije kamatika mtu ambaye sio yeye. Wanasheria niongoze vizuri ili nisome jina sahihi. Sitaki kukosea jina. Labda nitaje jina moja. Lydia ndio jina. Anaitwa Lydia. Aliyekwenda kuwa ndio mke wa marehemu. Atafutwe, awekwe lock up kwanza. Huyu Joel atafutwe, aweke lock up kwanza. Halafu hatua ya pili itakayofuata, tufuatilie huu mchakato. Ardhi pale mwanasheria kulikuwa kuna caveat.
Na unajua damu ya mwanadamu huwa inanena. Umeona sasa hivi mama anasema naomba nishukuru kitu fulani. Maanake huo ni ushahidi wa kwanza nyinyi kushukuriwa. Lakini hapo kwa ardhi wanatajwa watu ambao ndio wanaokwamisha mambo mbalimbali sana katika taifa letu. Sasa wakishakamatika hao, DSO upo hapa, watu TAKUKURU wapo, mkuu wa wilaya upo. Kuna baadhi ya watu kabla jioni leo nitakuwa nimekushatoa statement ya kukamata kwa watu pale ardhi, ambao nataka nipate uhakika kama hiyo caveat ilikuwepo na transfer zikaendelea kufanyika. Kwenye sheria ikoje? Mpaka jioni nitakuwa nimekushapata statement nzuri sana, kwa sababu niko na jopo la wanasheria wazuri tu, wengi tu hapa. Lakini hawa wawili kwanza wakamatwa. Lakini jambo la tatu, hii nyumba ilipouzwa valua kwa ajili ya kubadilisha umiliki imesoma almost kama milioni 100 plus. Nimeshamwambia Commissioner General wa TRA Mwenda anipe mtaalamu wa TRA ambaye anahusika na masuala haya. Hapa sasa hivi sijamuona, ili aje tena afanye tathmini hiyo tuweze kujua kwamba mauzo haya yalikwepa kodi ya serikali ama ya kukwepa kodi ya serikali. Lakini jambo la 4, wataalamu wa ardhi wote mpo hapa, kiwanja kile pale kile namba 38 wametoa maelezo familia kwamba hati ilichukuliwa na huyo shangazi, anapobanwa anasema imechukuliwa na baba mdogo ambaye alikuja kufariki. Sasa wakaenda kufuata process zote, wakatangaza ili wapate tena hati ya marehemu mume wao, yeye kama mmiliki wa mirathi. Mpaka leo hajapata hati. Kwa hiyo watu wa ardhi, msajili upo hapa, wote mpo hapa, hilo liangalieni vizuri, kwa sababu hapa nataka tuunde kamati maalum, na kamati hapa zitakuwa 2, Mheshimiwa DC, zitakuwa 2 ambazo zitafanya kazi kila moja kwa wakati wake. Kwa hiyo nakuelekeza Mheshimiwa DC uunde kamati ya wilaya, halafu na mimi mkuu wa mkoa naunda kamati ya mkoa kwa uzito wa jambo lenyewe, ambalo nitashirikisha ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu kuna waziri wetu wa TAMISEMI, nitashirikisha ofisi ya RICO, nitashirikisha ofisi ya ZPC, nitashirikisha ofisi ya TAKUKURU, nitashirikisha ofisi zote za wataalamu, na nitaomba mtaalamu mmoja kutoka ofisi ya rais, ili tuwe naye katika masuala haya, iwe ni kama capstone ya kuweza pia kuendelea kutatua migogoro ya aina nyingine. Kwa hiyo kamati ngapi? 2. Wewe DC utafanya kamati, mimi mkuu wa mkoa nitaunda kamati ambayo itashirikisha sasa wataalamu mbalimbali. Na la mwisho, Mheshimiwa DC, kwa sababu tumegundua sasa hii migogoro pale kwenye faili lako unayo mingi, wenzetu wa ardhi nao wanatatua, huku nako wanatatua, kila mahali huwa kunaweza kuwa kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Kuanzia tarehe 22, Mheshimiwa DC, niangalieni tarehe 22 ni juma ngapi? Tarehe 22 ya mwezi wa kwanza. Angalieni itakuwa juma ngapi? Kuanzia tarehe 22, Mheshimiwa DC, tupate full 3 days katika wilaya yako hii ya Kinondoni. Tupige kambi Alhamisi, tupige kambi Ijumaa, tupige kambi Jumamosi. Tutatue shida za watu tukiwa na wataalamu wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Nafahamu mnafanya, lakini tunarudia tena mara kwa mara, ili kwamba hawa ambao wanalia, kwa mfano mama huyu umri huu akianza kulia hivi, wewe kijana unafanikiwaje? Umri huu akianza kulia, wewe kijana unafanikiwaje? Na kwa taarifa, sijikutaka tu waseme mambo mengi, lakini mtu ambaye alishawahi pia kuwa jirani yao tu mzuri tu, ni moja kiongozi mkubwa sana katika taifa ambaye anafahamu vizuri sana jambo hili, sikutaka kutaja huko. Kwa hiyo nafikiri kazi hii inaanza mara moja. Saka RPC upo hapa, kazi hii inaanza mara moja. Huyu Lydia tumchukue, halafu atupitishe kwamba yeye ni mke wa Bernard, kwa sababu mke sio kwa maneno, mke ni kwa sheria. Je, alipokuwa na saini ni kweli mama alikuwa anamtuma, au kama alikuwa mtumi, kwa nini alikwenda kufanya na mimi jambo hilo? Alafu mengine itakuwa ni subject to uchunguzi
wa kina pale ardhi, na haya mengine nitafanya presentation fupi kwa mheshimiwa waziri wangu wa ardhi, Mheshimiwa Kuilapo, ili mengine sasa kwa mujibu wa taratibu ataendelea nayo yeye, ila mimi kwenye mkoa huu yapo nitakayoendelea nayo. Mama, mimi nakuthibitishia hii mali kama ni ya kwako, wataalamu wapo hapa wa ardhi, sio wote wananuka, wapo wengine wazuri mno, ndio pia wanaotusaidiaga kazi hizi. Mali tarudi mikononi mwako. Amina sana. Kama kweli mali hii ni ya kwako, mali tarudi mikononi mwako. Na kwa mantikio RPC na mkuu wa wilaya, kama ambavyo mkuu wa wilaya amesema hapa kwamba mtakaa na RPC ili kuweza kuangalia, mimi kama mkuu wa mkoa nasema hapa asing'ae mtu yoyote mpaka huu uchunguzi wangu ufanyike. Asing'ae mtu yoyote mpaka huu uchunguzi wangu ufanyaje? Ukamilike, na hautachukua muda mrefu. Kama kuna mtu ana haraka anisubiri, na mimi kama mkuu wa mkoa ninayo mamlaka ndani ya mkoa, ninayo mamlaka ndani ya kulinda watu na mali zao, kutetea watu, kusimamia maendeleo, kusimamia si vitu gani. Hiyo haki yote ninayo mimi kama mkuu wa mkoa. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye haraka anisubiri mpaka nimalize hayo yote, alafu nitoe taarifa. Kama mali itakuwa kwa mama, itabaki kwa watu wengine, kwa mujibu wa taratibu tutaelezana vizuri. Kwa hiyo hapa asipatikane mtoto. Na mama ambaye uko hapa, nikushukuru sana pia kwa ushirikiano wako, nikushukuru sana. Na jambo jingine, wenye viti hawa serikali za mitaa, uko hapo mwenyekiti wa serikali uko hapo, na jana mmeona kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa pale Oysterbay kwa kushirikiana na wenzake walikamata baadhi ya Wachina ambao walikuwa na transactions nyingi zikiwa hazieleweki zinafanya kazi gani. Mtu mmoja akaniuliza, sasa je, kama ni hela halali? Nikasema tatizo lenu, nchi hii ni nzuri na imejenga sheria nzuri sana, lakini hamsomi. Hivi kwenye sheria za fedha kukaa na zaidi ya milioni 10 keshi ni inakubalika? Sasa mnajua hili. Sasa wewe uko na mihela pale mingi pale, tukikuuliza hebu tueleze vizuri, hii ni mauzo ghafi au ni faida? Justify hilo tu, ili tueleze vizuri. Kama ni faida tujue, na kama ni mauzo ghafi tujue ni shingapi, afu tuone, je, ulikata risiti, omba risiti, je, ulilipa kodi ya serikali? Hilo tu. Lakini mngekuwa mnasoma vizuri sheria za nchi hii, hata milioni 10 tu keshi unalazima ni kinyume cha sheria. Kuna nayo hivi, wewe unatoka nayo wapi? Mbona tuna mabenki yako? Na ndio maana hela ikiingia hata milioni 10 haina maelezo, watakwambia benki tunaomba maelezo, njoo mara moja tutoe maelezo. Hiki ni nini? Kama umeuza ardhi tunaomba mkataba, kama umeuza ardhi tunaomba tax clearance, kama umefanya nini tunaomba jambo hili, then unakuruhusu kuchukua milioni 10 yako. Kwa hiyo mwenyekiti, tunahitaji pia muendelee kuwa msaada mkubwa kwa wananchi mnaowaongoza. Msije mkaconspire na wahuni, wala msije mkaconspire na watu ambao wanaweza kuleta madhara makubwa ya maendeleo katika taifa letu. Mimi leo nikisikiza taarifa hii kichwa kinakuwa cha moto ghafla. Sasa kwa sababu ni mambo ya kisheria, ngoja niende taratibu kwenye mambo ya kisheria, afu tarudi tu hapo. Sawa sawa jamani? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, asanteni sana.